Hakuna mwanadamu ambaye amezaliwa kwa ajili ya mateso. Hakuna mwanadamu aliyezaliwa kwa ajili ya kuingia kwenye matatizo. Kila mwanadamu ana nguvu za asili ya mababu zake. Sijui unanielewa? Kwa hiyo wewe hukuzaliwa kwa ajili ya kuja kupata shida kwenye ulimwengu wetu. Hukuzaliwa kwa ajili ya kuja kuingia kwenye matatizo. Ulizaliwa kwa ajili ya kuja kuishi na kuendelea kuijaza dunia, na ndio maana una nguvu za asili. Isitokee mtu akaja akasimama mbele yako akakwambia kuwa wewe huna uwezo wa kufanya jambo lolote kwenye ulimwengu kwa sababu yeye amekuzidi kipato. Kwa nini? Kwa sababu wewe una nguvu za asili za mababu zako. Nguvu za asili za mababu zako haziwezi zikaruhusu wewe uingie kwenye dimbwi la matatizo. Nguvu za asili za mababu zako haziwezi zikaruhusu wewe uingie kwenye shida, kwa sababu ni asili yao wewe. Umenielewa? Wangekuwa wanataka kukuingiza kwenye matatizo, usingekuwepo duniani. Kwa hiyo nguvu za asili za mababu zako hazitaki wewe uingie katika matatizo, ila isipokuwa wewe unashindwa kuziongoza nguvu za asili za mababu zako, kuzitumia ili zikuongoze wewe kuingia katika mafanikio. Nitakuelekeza kitu, nisikilize hapa kwa umakini. Kuna watu wengine huaga wana tabia ya kuamka muda ule ule, yaani kila siku wanashtuka muda ule ule bila alamu. Yaani mfano umelala saa 2 unajikuta umeshtuka saa 8, au umelala saa 2 unajikuta umeshtuka saa 6. Hiyo hali huwa inajirudia rudia. Kwa nini? Hapo kuna nguvu za nafsi za mababu zako ambazo zipo nyuma yako, ila unashindwa kuzitumia ili uweze kwenda nazo sambamba. Usiogope, njoo Local Life Team, njoo ukutane na mimi nikufundisha jinsi ya kuzitumia hizo nguvu. Yaani kama unajikuta una hiyo hali, njoo, usiogope, usione haya, usilete ujuaji kwa kitu ambacho ukifahamu. Wewe una nguvu za kiroho ambazo zinakuzunguka, na nyakati za usiku nguvu za kiroho ndo zinakuaga zina nguvu sana kwa mwanadamu. Yaani nyakati za usiku nguvu za kiroho za mababu zako za asili yako zinakuaga zina nguvu kwa mwanadamu ambaye ndo wewe, ila unashindwa kuzitumia ili ziweze kukupa mafanikio, ili ziweze kukupa faida. Unashindwa kuzitumia ili ziweze kukutoa kwenye dimbwi lenye matatizo. Unashindwa kuzitumia ili ziweze kukutoa kwenye kunuka shida familia. Usiogope kujiunga, njoo kwangu, mimi nitakufundisha jinsi ya kuzitumia hizo nguvu. Nguvu unazo. Mwanadamu yoyote ana nguvu za kiroho. Sasa mwanadamu ukiona umezaliwa ukawa na nguvu za kiroho familia, jua kuwa wewe ustahili kuishi maisha ya taabu. Wanaokucheka wape muda, wanaokuona wewe fala wape muda familia. Wewe njoo mimi nikuelekeze jinsi ya kutumia hizo nguvu ulizonazo. Kama zinakupa ishara kuwa sisi tupo, je, kwa nini zisikupe ishara ya mafanikio? Na kwa nini zisikupe mafanikio ya kweli? Kwa nini zikuingize kwenye shida? Na asilimia kubwa watu wenye nguvu za namna hiyo huwezi kumfanyia ubaya. Unaweza ukafanikisha kumfanyia ubaya, lakini anaweza kukukuta matatizo. Aidha unaweza ukamdhulumu. Mfano, unaweza ukamdhulumu, labda umeenda umekopa hela kwake, amekukopesha. Sawa? Alafu ukamdhulumu. Au una mpango wa kumfanyia ubaya, au umeshamfanyia ubaya. Ndugu yangu, huwezi kufika popote. Lazima utaingia kwenye matatizo. Lazima uingie kwenye shida. Unafikiri ni kwa nini? Sio kusema yeye anakuwa ameenda kukuloga au kukufanya ida. Hapana, yeye ana nguvu za asili ambazo zinamzunguka, zinamlinda. Siku utakapokuja kukutana na mimi, nitakupa ushuhuda. Jiunge Local Life Team, utaelewa vitu vingi. Nafsi zipo, na nafsi hazipo kwa ajili ya sisi kwenda kupata shida. Haziwezi kushuhudia sisi tunapata matatizo. Yaani mababu zetu hawawezi kukubali kuona sisi tunapata matatizo.